بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله الذي بين لعباده طريق النجاة والهدى وجعل دينه سبيل الرشاد، فقال في محكم تنزيله: ومن أحسن من قيله فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. والصلاة والسلام على البشير النذير الذي أرسله الله إلينا مرشدا، وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتدى. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مولانا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. Ayuha al-ahbab, tukiendelea na silsila ya kuitazama misingi ya maimamu 10 katika njia ya ash-Shatibiyya, lakini vile vile kupitia njia ya ad-Durra, bado tupo na imamu wa kwanza ambaye ni Imam Nafi' rahimahullah, na katika kutazama misingi ya Imam Nafi' tulimaliza kuangalia misingi ya rawi wake wa kwanza ambaye ni Imam Qalun, na hivi sasa tunaendelea na misingi ya Imam Warsh rahimahullah ambaye ni rawi wa pili kutoka kwa Imam Nafi'. Leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutakuwa katika somo la 14 katika mtiririko wa darsa hizi, na insha Allah tutachukua mlango wa alhamzatani min kilmatain na tutaishia katika alistifham almukarrar. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya ambayo tunaojifunza yawe ni khalisan liwajhihi alkarim, na Allah subhanahu wa ta'ala ajalie yasiwe ndani yake na riya wala sum'a, Allahumma amin. Alhamzatani min kilmatain, hamza mbili ambazo zipo katika maneno mawili tofauti. Katika kipindi kilichoisha na darsa iliyotangulia ambayo ilikuwa ni darsa ya 13, tuliangalia hamza mbili ambazo zipo katika neno moja. Leo tutakuwa na hamza mbili ambazo zipo katika maneno mawili tofauti, nazo zipo katika vigawanyiko viwili. Kuna hamza mbili zipo katika maneno mawili tofauti lakini zinaafikiana katika haraka, na hamza mbili ambazo zipo katika maneno mawili tofauti lakini zimetofautiana katika haraka. Hivyo tunaanza na hamza mbili ambazo zipo katika maneno mawili tofauti, almuttafiqatani fil haraka, ambazo zimeafikiana katika haraka. Yani kama ya kwanza ina fatha, basi ya pili nayo ina fatha. Ikiwa ya kwanza ina kasra, basi ya pili nayo ina kasra, na ikiwa ya kwanza ina dhamma, basi ya pili nayo ina dhamma. Qaida inasema idha iltaqat hamzata qat'in fi kalimatain, kama zikikutana hamza mbili ambazo ni qat',
na zikawa katika maneno mawili tofauti. Hamza ya kwanza ipo katika neno linajitegemea na hamza ya pili ipo katika neno jingine linajitegemea. Wa kanata muttafiqataini fil haraka, na hamza hizo mbili zikawa zinaafikiana katika haraka. Faliwarshin fi thaniyati minhuma wajhan, Imamu Warshi rahimahullah katika hamza ya pili kati ya hamza hizo mbili ana mitazamo miwili. Kwa mitazamo iliyopo ni katika hamza ya pili na sio hamza ya kwanza. Tamam, hamza ya kwanza inabaki vile vile muhaqqaqa, ama hamza ya pili Imamu Warsh rahimahullah ana mitazamo miwili. Mtazamo wa kwanza, ibdaluha harfa maddin min jinsi harakati alhamzati alula, kuibadilisha hamza ya pili kuwa ni herufi ya madda kulingana na namna ya haraka iliyopo katika hamza ya kwanza. Ina maana kama hamza ya kwanza itakuwa ina fatha, hamza ya pili itabadilishwa kuwa herufi ya madda ambayo ni alif. Kama hamza ya kwanza ikiwa ina kasara, hamza ya pili itabadilishwa kuwa ni herufi ya madda ambayo ni ya. Na kama hamza ya kwanza ikiwa ina dhamma, basi hamza ya pili itabadilishwa kuwa ni herufi ya madda ambayo ni waw. Fa in kana ba'daha sakinun, kama kukiwa baada ya hamza hiyo ya pili ambayo imebadilishwa kukiwa kuna herufi ambayo ina sakna, yani herufi ambayo inafata baada ya hamza ya pili ikiwa ina sakna, tumaddu bimiqdari 6 harakatin, herufi hiyo ya madda ambayo ni hamza iliyobadilishwa itavutwa kwa makadirio ya haraka ngapi? Haraka 6. Tamam. Wa in kana ba'daha mutaharrikun, na kama ikiwa baada ya herufi hiyo ya madda ambayo ni hamza iliyobadilishwa, hamza ya pili, kukiwa baada ya herufi hiyo kukiwa na herufi ambayo ina haraka, tumaddu bimiqdari harakatayn, herufi hiyo ya madda ambayo ni hamza iliyobadilishwa itavutwa kwa makadirio ya haraka ngapi? Haraka 2. Tamam, tutaangalia mifano hapo chini. Na mtazamo wa pili kwa Imamu Warsh rahimahullah ni at-tashil, kuiwepesisha hamza ya pili. Tamam, mfano jaa amruna. Jaa ni neno lina hamza, tamam, mwisho wake. Amruna ni neno ambalo linaanza na hamza. Kwa hiyo ni hamza mbili zimekutana, lakini zipo katika maneno mawili tofauti. Neno la kwanza lina hamza, kisha likaja neno la pili nalo limeanza na hamza. Ana mitazamo miwili Imam Warsh rahimahullah. Mtazamo wa kwanza tumesema ni ibdal, kuibadilisha hamza ya pili kuwa ni herufi ya madda. Na ukiangalia baada ya hamza kumekuja herufi ambayo ina sakna. Baada ya hamza ya pili kumekuja herufi ambayo ina sakna ambayo ni mim. Kwa hiyo tukiibadilisha hii hamza ya pili kuwa ni herufi ya madda itavutwa kwa makadirio ya haraka ngapi? Haraka 6. Kwa hiyo tutasoma amruna. Mnakumbuka katika muttasil jaa ni haraka ngapi? Haraka 6. Hapa napo pia tutavuta haraka 6. Tamam. Na mtazamo wa pili ni at-tashil, kwa hiyo atasoma jaa amruna. Tamam, jaa amruna kwa at-tashil. Mfano mwingine wa min warai ishaq.
Tukiibadilisha kuwa ni herufi ya madda inakuwa ni herufi ya madda ya ya, kwa sababu hamza ya kwanza ina kasra, na tutavuta haraka sita kwa sababu baada ya hamza ya pili kuna sakna ambayo ni sin. Wa min warai ishaq. Tamam, au at-tashil wa min warai ishaq, kuepesisha hamza ya pili. Mfano wa tatu, awliyau ulaik. Tamam, hamza zote mbili zina dhamma. Tukiibadilisha hapa tutavuta haraka mbili. Kwa sababu gani? Baada ya herufi ya hamza ya pili kumekuja herufi ambayo ina nini? Na haraka. Kwa hiyo tutasoma awliyau ulaik. Zingatieni, awliya ni muttasil, haraka sita. Na katika lamu hapa pia ni muttasil, inakuwa ni haraka ngapi? Haraka sita. Au kwa tashil, awliya ulaik. Tamam, tashil katika hamza ya pili. Tuchukue mfano mmoja mmoja. Soma mfano wa kwanza wa ibdal, jaa amruna. Ibadilishe hamza ya pili kuwa herufi ya madda na kuivuta haraka sita. Tafadhali. Jaa amruna. Tamam, mpe shekhe hapo. Soma kwa tashil katika hamza ya pili hapo. Hamza amruna. Tamam, asante. Soma kwa ibdal, tuende kwenye mfano wa min warai ishaq. Soma kwa ibdal, ibadilishe hamza ya pili kwa herufi ya mad. Wa min warai ishaq. Tamam. Na hiyo ariba haina shida, unaweza ukavuta haraka mbili au nne au sita. Soma kwa tashil neno hilo pia, wa min warai. Wa min warai ishaq. Tamam, ahsan, barakallahu fik. Halatun khasatun min alhamzataini almuttafiqataini fi alharaka, kuna hali maalum katika hamza mbili ambazo zimeafikiana katika haraka. Sehemu ya kwanza, liwarshin fi qawlihi ta'ala haulai in kuntum, Al-Baqara aya ya 31, thalathatu awjuhin. Imam Warsha rahimahullah katika hii sehemu ana mitazamo mingapi? Mitazamo mitatu. Mtazamo wa kwanza ni at-tashil, kuipesisha hamza ya pili. In kuntum, tashil katika hamza ya pili. Na mtazamo wa pili, ibdaluha yaan sakina ma'al maddi al-mushba'i, ibdaluha yaan sakina ma'al maddi al-mushba'i, kuibadilisha kuwa ni ya yenye sakna pamoja na kuvuta haraka ngapi? Haraka sita. Tamam, yani in kuntum. Tamam. Na mtazamo wa tatu, ibdaluha yaan maksura, kuibadilisha kuwa ni ya yenye kasra.
hamza ya pili kuibadilisha kuwa ya yenye kasra. Kwa hiyo atasoma in kuntum, ya yenye kasra. Tamamu eh? Kameeleweka? Nirudie mithali. Kwa tashil tutasoma in kuntum, ibdal in kuntum. Tamam, ibdal ambayo ni herufi ya madda. Ibdal ya yenye kasra in kuntum, ya ambayo ina kasra. Tamam, hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, liwarshin fi qawlihi ta'ala, Imam Warsh rahimahullah katika kauli yake tukufu, ala albighai in aradan, katika surat An-Nur aya ya 33, arba'atu awjuhin. Ana mitazamo mingapi? Mitazamo minne. Mtazamo wa kwanza ni at-tashil. Mtazamo wa kwanza ni at-tashil. Kwa hiyo atasoma albighai naradan. Mkumbuke katika nuni kuna an-naqlu, tulisoma huu mlango hapo nyuma, yani haraka ya hamza inahamishiwa katika nun na hamza inakuwa imekufa. Tamam, ala albighai naradan. Tamam, kwa tasil katika hamza na an-naql kama ilivyo katika kanuni yake. Mtazamo wa pili na watatu, ibdaluha ya sakina ma'al ishba'i wal qasr, kuibadilisha kuwa ya yenye sakna pamoja na kuvuta haraka 6 au kuvuta haraka 2. Kwa hiyo atasoma ala albighai naradan au ala albighai naradan, kuibadilisha kuwa ni herufi ya madda, anavuta haraka 6 au haraka ngapi? Haraka 2. Hiyo inakuwa ni mitazamo mitatu. Mtazamo wa nne, ibdaluha yaan maksura, kuibadilisha hamza ya pili kuwa ni ya yenye kasra. Kwa hiyo atasoma ala albighai naradan, naradan. Mitazamo ipo wazi eh? Hatuna haja kuirudia, hofia kwamba darasa inaweza ikawa ni ndefu. Tamam eh? No. Sehemu ya tatu, liwarshin fi qawlihi ta'ala, Imam Warsh rahimahullah katika kauli yake tukufu, an-nisai inittaqaitun, pamoja na linnabiyyi in arad. Al-Ahzab, sehemu zote zipo katika surat Al-Ahzab aya ya 32 na aya ya 50. Thalathatu awjuhin, na mitazamo mingapi? Mitazamo mitatu. Wa kwanza ni at-tashil, atasoma kwa kuwepesisha hamza ya pili. Kwa hiyo sehemu ya kwanza atasoma an-nisai nittaqaitun, tashil, au linnabii narad. Kumbukeni katika linnabii anasoma kwa alhamz, kwa kuthibitisha hamza. Kwa hiyo akisoma kwa kuthibitisha hamza, maana yake zitakuwa zimekutana hamza ngapi? Hamza mbili. Hamza ya kwanza itakuwa ina kasra,
na hamza ya pili pia ina kasra. An-naqlu kama kawaida ala alqaida, kama ilivyo kanuni yake, naql katika herufi ya nun na kuiondosha herufi ya hamza. Tamam, huo ni mtazamo wa at-tashil. Mtazamo wa pili na watatu, ibdaluha ya sakina ma'a al-ishba'i wal qasr, kuibadilisha hamza ya pili kuwa ni ya yenye sakna pamoja na ishba' haraka 6, wal qasr au haraka ngapi? Haraka 2. Taqaytun au an-nisa'i taqaytun, haraka 6 au haraka 2. Na hapa linnabiyyina rad, tamam, au linnabiyina rad, haraka 6 au haraka ngapi? Haraka 2. Tumeeleweka mashekhe? Na sehemu ya 4, liwarshin fi qawlihi ta'ala, Imam Warsh rahimahullah katika kauli yake, falamma jaa ala Lut Al-Hijr aya ya 60 na walaqad jaa ala Fir'aun Al-Qamar aya ya 41, khamsatu awjuhin. Ana mitazamo mingapi? Mitano. Wa kwanza hadi wa tatu, at-tashil ma'a al-qasr wat-tawassut wat-tul fil badal. Ana tashil kuepesisha hamza ya pili lakini na haraka 2 au haraka 4 au haraka 6 katika mad al-badal. Neno ala ni maddul badal, sivyo? Tamamu, ala Lut na ala Fir'aun kuna maddul badal. Kwa hiyo maddul badal itabaki vile vile, itavutwa haraka 2 au haraka 4 au haraka 6, pamoja na kuepesisha hamza ya pili. Kwa hiyo atasoma falamma jaa ala Lut, haraka 2, au jaa ala Lut, haraka ngapi? Haraka 4, au jaa ala Lut, haraka ngapi? Haraka 6. Hivyo hivyo katika mfano huu wa pili. Na mtazamo wa 4 hadi mtazamo wa 5, al-ibdal ma'a al-ishba'i wal qasr, kuibadilisha hamza ya pili yani kuwa ni herufi ya madda, tamam, kuibadilisha kuwa ni herufi ya madda pamoja na kuvuta haraka 6 au kuvuta haraka 2 tu. Kwa hiyo atasoma falamma jaa ala Lut, au falamma jaa ala Lut. Mafhum? Mitazamo imeeleweka ahbab? Kiasi chake inshallah mtaipitia na kufanya muraja biidhnillah. Tamam. Haya yalikuwa ni madhhab ya Imam Warsh rahimahullah katika hamza 2 zilizopo katika maneno mawili tofauti, lakini zimeafikiana katika haraka. Tuna alhamzatani min kilmatain, hamza 2 zilizopo katika maneno mawili tofauti, almukhtalifatani fil haraka, lakini zikiwa zimetofautiana katika haraka. Na hii madhhab tulisema kullu alqurra, yani wanachuoni wote ambao wana tashil
au ibdal katika hamza ya pili wameafikiana, na Imam Qalun rahimahullah alikuwa akisoma hivi hivi kama ambavyo anasoma Imam Warsh. Tamam. Qaida inasema idha iltaqat hamzata qat'in fi kalimatayn, kama zikikutana hamza mbili ambazo ni qat' katika maneno mawili tofauti, wa kanata mukhtalifatayn fil haraka, na zikawa hamza hizo zimetofautiana katika haraka. Wa kanatil ula maftuha, na ikawa ya kwanza ina fatha, wa thaniya maksura au madmuma, na ya pili ina kasra au ina dhamma. Yani hamza ya kwanza ina fatha, hamza ya pili sawasawa hiyo ina kasra au ina dhamma. Faliwarshin fi thaniyati minhuma at-tashil faqat, Imam Warsh rahimahullah katika hamza ya pili ana tashili tu. Mfano tafia ila, atasoma tafia ila. Tamamu eh? Jaa umma, atasoma jaa umma. Mafhumu eh? Amma in kanat al-ula madmuma, ama ikiwa hamza ya kwanza ina dhamma au maksura au ina kasra, yani bil aks, kinyume chake. Wa thaniya maftuha, na hamza ya pili ikawa ina fatha. Hapo nyuma ya kwanza ilikuwa ina fatha, ya pili ina kasra au ina dhamma. Hapa ya kwanza ina kasra au dhamma, ya pili ndio ina fatha. Kwa hiyo fatha ndio imebadilika. Sehemu ya kwanza fatha ilikuwa mwanzoni, sasa hivi hapa fatha ipo mwishoni, yani katika hamza ya pili. Faliwarshin fi thaniyati minhuma al-ibdal, Imam Warsh rahimahullah katika hamza ya pili ana ibdal. Na hapa sio ibdal kuwa ni herufi ya madda, bali kuibadilisha kuwa ni herufi kulingana na haraka iliyopo nyuma. Kama nyuma yake ukiwa kuna dhamma, maana yake herufi hiyo itakuwa ni wau. Kama nyuma yake kukiwa kuna kasra, herufi hiyo itakuwa ni ya. Mfano suu a'malihim, anasoma suu wa'amalihim. Afan, hapa aini imewekewa fatha, lakini inatakiwa kuwa na sakna. Suu wa'amalihim. Tamam. Haulai ahda, anasoma haulai yahda kwa ya. Hamza ya pili inabadilishwa kuwa ni herufi ya au herufi ya waw. Wa in kanat al-ula madmuma, na ikiwa hamza ya kwanza ina dhamma, wa thaniya maksura, na hamza ya pili ina kasra. Maana yake katika hamza ya kwanza hakuna fatha, wala hamza ya pili haina fatha. Faliwarshin fi thaniyati minhuma wajhan, Imam Warsh rahimahullah katika hamza ya pili atakuwa na mitazamo miwili. Mtazamo wa kwanza ni al-ibdal na mtazamo wa pili ni at-tashil. Mfano al-fuqara ila, hamza ya kwanza ina dhamma, ya pili na kasra, atasoma kwa ibdal al-fuqara ila. Tamam. Au al-fuqara ila kwa ibdal au kwa at-tashil. Na tulitoa kanuni fathul ula sahil, kama mnakumbuka. Fathul ula sahil, fathul ukhra abdil, ghayru fathin sahil wa kadhaka abdil. Qaida inasema ukiona fatha katika hamza ya kwanza, basi soma kwa tashil katika hamza ya pili, na ukiona fatha katika hamza ya pili, basi soma kwa ibdal. Fathul ula sahil, ukiona fatha katika hamza ya kwanza, basi soma kwa tashil katika hamza ya pili. Fathul ukhra abdil, ukiona fatha katika hamza ya pili, basi soma kwa ibdal katika hamza hiyo ya pili. Ghayru fathin sahil wa kadhaka abdil,
Usipoona fatha, yani hakuna fatha katika hamza ya kwanza wala hakuna fatha katika hamza ya pili, basi hiyo hamza ya pili ibadilishe au isome kwa wepesi. Kwa hiyo kipimo chako wewe unatazama hamza ipo wapi. Hamza sehemu ya kwanza unasoma kwa tashil, hamza sehemu ya pili unasoma kwa ibdal. Hakuna hamza unasoma kwa tashil au kwa ibdal. Tamam. Na Imam Shatibi rahimahullah anasema wa tashilu lukhra fi ikhtilafihima samata fi ila ma'jaa ummatan nunzila nasha'u asabna was-samai aw itina fa naw'ani qul kalya wa kalwawi suhila wa naw'ani minha ubila minhuma wa qul yasha'u ila kalya'i aqyasu ma'dila. Hiyo ni madhhab ya ahlu sama wote, tumesema wote. Kwa hiyo Qalun anasoma hivyo, Imam Warsha rahimahullah anasoma hivyo, tukija kumwangalia Ibn Kathir pia atakuwa anasoma hivyo, lakini pia na Imam Abu Amr atakuwa anasoma hivyo hivyo. Katika hamza mbili zilizopo katika maneno mawili tofauti, lakini zimetofautiana katika haraka. Tuna al-istifham al-mukarraru fil Qur'an. Tuliuona mlango huu katika misingi ya Imam Qalun rahimahullah. Istifhamu ambayo imejirudia katika Qur'an. Watakarrara al-istifhamu fi 11 mawdi'an fi 9 suwar. Na istifham imejirudia katika sehemu 11 katika Qur'an, na hizo sehemu 11 zinapatikana katika sura 9. Na madhhab ya Imam Warsha rahimahullah istafhama fil awwal, yani amesoma kwa istifham katika sehemu ya kwanza, ajqara bihamzatain. Tukisema amesoma kwa istifham, maana yake amesoma kwa hamza mbili, alula maftuha, ya kwanza ina fatha, wa thaniya maksura, na hamza ya pili ina kasra. Wa akhbara fi thani, na amesoma kwa khabar katika sehemu ya pili, ajqara bihamzatin wahidatin maksura, ikiwa inamaanisha kwamba amesoma kwa hamza moja ambayo ina kasra. Fi 9 mawadhi, katika sehemu ngapi? Katika sehemu 9. Ina maana katika sehemu 9 kati ya hizo sehemu 11 amesoma kwa istifham katika sehemu ya kwanza na amesoma kwa khabar katika sehemu ya pili, hivi hivyo kama alivyosoma Imam Qalun rahimahullah. Wa akhbara fil awwali wastafhama fi thani fi mawdi'ain, na amesoma kwa al-khabar, yani kwa hamza moja katika sehemu ya kwanza, na istifham yani kwa hamza mbili katika sehemu ya pili, katika sehemu ngapi? Sehemu mbili zilizosalia. Ma'a mura'ati aslihi fi tashili alhamzati athaniya, pamoja na kuchunga asili yake katika kuiwepesisha hamza ya pili. Imam Qalun rahimahullah yeye alikuwa akiwepesisha pamoja na idkhal, alikuwa akiingiza alif baina ya hamza mbili. Kwa hiyo tofauti ni hapo tu, lakini sehemu ni zile zile ambazo amesoma kwa istifham sehemu ya kwanza na ikhbar sehemu ya pili, au ikhbar katika sehemu ya kwanza na istifham katika sehemu ya pili, ni zile zile. Kinachokuja utofautiana, Qalun alikuwa madhhabu yake ni kuingiza alif baina ya hamza mbili pamoja na tashil. Yeye Imam Warsha rahimahullah anasoma kwa tashil pasina ya idkhal. Tamam. Na tukisema istifham maana yake aidha, na ikhbar maana yake inna, yani istifham kwa hamza mbili, hamza ya kuulizia na hamza ya asili ya neno. Ikhbar, ile hamza ya istifham inakuwa imeondoka. Au tukisema tunasoma kwa ikhbar sehemu ya kwanza, maana yake idha, na istifham inakuwa inna katika sehemu ya pili. Wazi? Sehemu ambazo amesoma kwa istifham katika sehemu ya kwanza na ikhbar katika sehemu ya pili ni hizi zinazokuja hapa. Surat Ar-Ra'd, aidha kunna turaban ainna la fi khalqin jadid. Aidha ni istifham, ainna ni istifham. Hasa yeye amesoma kwa istifham sehemu ya kwanza, sehemu ya pili ameondoa istifham, kwa hiyo imebaki hamza moja tu, amesoma kwa khabar, na madhhabu yake ni tashil katika hamza ya pili. Kwa hiyo atasoma aidha. Tamam. Aidha kunna turaban la fi khalqin jadid. Tumefanya an-naqli, madhhabu yake inabaki kama ilivyo. Tamam.
سورة الإسراء وقال وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. Na hakadha katika sehemu zote ambazo zimesalia, na simtazibitia au kutakuwa kuna ishkali? Hamna ishkali. Na sehemu mbili ambazo amesoma kwa ikhbar khabar, katika sehemu ya kwanza ni istifham, katika sehemu ya pili katika surat An-Naml na surat Al-Ankabut ni zile zile kama tulivyoziona katika misingi ya Imam Qalun. Wa qala alladhina kafaru a idha kunna turaban wa abauna a inna. Tamam, a idha istifham, a inna pia ni istifham. Kwa hiyo amesoma kwa ikhbar, yani pasina istifham katika sehemu ya kwanza, na amesoma kwa istifham pamoja na madhhabi yake ambayo ni at-tasil katika sehemu ya pili. Wa qala alladhina kafaru idha kunna turaba idha. Tamam, hiyo ni ikhbar, sio istifham. Wa abauna a inna, anasoma a inna, madhhabu yake ya at-tasil, na sehemu ya pili pia katika surat Al-Ankabut anasoma hivyo hivyo. Kufikia hapa tunakuwa tumehitimisha darsa yetu ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya ambayo tunaojifunza yawe katika mizani ya mema yetu siku ya Kiyama, fahuwa waliyu dhalika wa huwa alqadir alayhi. Na kama kuna sehemu kutakuwa kuna zalal au khata au nisyan, basi ni katika mapungufu ya kibinadamu, wal kamal lillah, na msisahau katika dua zenu ambazo ni njema. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.